Mashambulizi ya kijeshi ya Marekani dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia vya nchini Iran weekend iliyopita hayakuweza kuharibu kabisa vipengele muhimu vya mpango wa nyuklia wa nchi hiyo, na huenda yamechelewesha shughuli hizo kwa miezi michache tu, kwa mujibu wa tathmini ya awali ya kijasusi ya Marekani iliyoelezewa na watu 4 waliopata maelezo yake, na hii ni kwa mujibu wa makala ya CNN. Tathmini hiyo ambayo haijaripotiwa awali ilitolewa na shirika la kijasusi la ulinzi DIA, ambalo ni mkono wa kijasusi wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon. Imetokana na uchambuzi wa madhara wa mashambulizi uliotekelezwa na US Central Command baada ya mashambulizi hayo, kwa mujibu wa chanzo kimoja. Uchambuzi wa uharibifu katika maeneo hayo na athari za mashambulizi hayo kwa azma ya nyuklia ya Iran bado unaendelea na unaweza kubadilika kadri taarifa za kijasusi zinavyopatikana. Hata hivyo, matokeo ya awali hayaendani na madai ya mara kwa mara ya Rais Donald Trump kuwa mashambulizi hayo yaliangamiza kabisa vituo vya uboreshaji nyuklia vya Iran. Waziri wa Ulinzi Pete Hegseth pia alisema Jumapili kuwa ndoto ya nyuklia ya Iran imeangamizwa. Watu wawili waliopata taarifa ya tathmini hiyo walisema kuwa hifadhi ya uranium iliyorutubishwa haikuharibiwa. Mmoja wao aliongeza kuwa mitambo ya mzunguko, yani centrifuges, imebaki salama kwa kiasi kikubwa. Hivyo basi, tathmini ya DIA ni kwamba Marekani imechelewesha mpango huo kwa miezi michache tu, si zaidi, mtu huyo aliongeza. Ikulu ya White House ilikiri kuwepo kwa tathmini hiyo, lakini ilisema haikubaliani nayo. Caroline Leavitt, msemaji wa White House, aliambia CNN katika taarifa kuwa tathmini hiyo inayodaiwa si sahihi kabisa na iliwekwa kama siri ya kiwango cha juu, top secret, lakini bado imetolewa kwa CNN na mtu asiyejulikana wa kiwango cha chini katika idara ya kijasusi. Uvujaji wa tathmini hii ni jaribio la wazi la kumdhalilisha Rais Trump na kudhalilisha marubani mashujaa waliotekeleza operesheni kwa ufanisi mkubwa. Kila mtu anajua kinachotokea unaporusha mabomu 14 yenye uzito wa pound 30 kwa usahihi kwenye shabaha yao, uharibifu kamili. Jeshi la Marekani limesema kuwa operesheni hiyo ilitekelezwa kama ilivyopangwa na ilikuwa na mafanikio makubwa. Ni mapema sana kwa Marekani kuwa na picha kamili ya athari za mashambulizi hayo, na hakuna chanzo kilichofafanua jinsi tathmini ya DIA inavyolingana na mitazamo ya mashirika mengine ya kijasusi. Marekani bado inaendelea kukusanya taarifa hata kutoka ndani ya Iran ili kutathmini uharibifu. Israel ilikuwa tayari inatekeleza mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran kwa siku kadhaa kabla ya operesheni ya Marekani, lakini walidai walihitaji mabomu mazito ya Marekani kuhitimisha kazi hiyo. Ingawa ndege za Marekani za B2 zilirusha zaidi ya mabomu 12 kwenye vituo viwili vya nyuklia, kiwanda cha Fordo na kituo cha urutubishaji cha Natanz, mabomu hayo hayakuweza kuharibu kabisa mitambo ya mzunguko na uranium iliyorutubishwa, kwa mujibu wa watu waliopata tathmini hiyo. Badala yake, uharibifu uliolengwa kwenye vituo vitatu, Fordo, Natanz na Isfahan, ulikuwa zaidi kwenye miundombinu ya juu ya ardhi ambayo iliharibika vibaya. Hii ni pamoja na mifumo ya umeme ya maeneo hayo na baadhi ya miundo ya juu inayotumika kubadilisha uranium kuwa metali ya kutengeneza silaha. Hegseth pia aliambia CNN, kwa kuzingatia kila tulichokiona, na mimi nimekiona chote, kampeni yetu ya mabomu imeangamiza kabisa uwezo wa Iran kutengeneza silaha za nyuklia. Mabomu yetu makubwa yalipiga sehemu sahihi katika kila shabaha na kufanya kazi kwa ukamilifu. Athari ya mabomu hayo sasa imezikwa chini ya vifusi katika Iran. Hivyo yeyote anayesema hayakuwa na athari ni mtu anayejaribu kumharibia rais na operesheni iliyofanikiwa. Jumanne asubuhi, Trump alirudia kauli yake kuwa mashambulizi hayo yaliharibu kabisa maeneo ya nyuklia. Nadhani yameharibiwa kabisa, alisema. Marubani walipiga shabaha zao. Shabaha zile zimeangamizwa na marubani wanastahili pongezi. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa Iran kujenga upya mpango wa nyuklia, Trump alijibu, sehemu hiyo iko chini ya miamba, sehemu hiyo imeangamizwa. Ingawa Trump na Hegseth wameonyesha imani kubwa kuhusu mafanikio ya mashambulizi hayo, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya Marekani Dan Kane alisema Jumapili kuwa bado ni mapema sana kutoa kauli kuhusu kama Iran bado ina uwezo wa nyuklia. Mapema Jumanne, taarifa zilizowasilishwa kwa siri kwa wabunge wa Baraza la Wawakilishi wa Senate na Senate kuhusu operesheni hiyo zilifutwa. Kwa mujibu wa vyanzo viwili, kikao cha Senate kizima kimepangwa kufanyika Alhamisi. Pia taarifa zinasema kuwa kikao cha wabunge wote wa Baraza la Wawakilishi pia kimeahirishwa, lakini haijafahamika wazi sababu ya kucheleweshwa au tarehe mpya. Mbunge wa chama cha Democratic kutoka New York,
Pat Ryan aliandika katika mtandao wa X kuwa Trump ametengua kikao cha siri cha bunge kuhusu mashambulizi ya Iran bila kutoa maelezo yoyote. Sababu halisi, anadai kuwa ameangamiza maeneo yote na uwezo wa nyuklia, lakini timu yake inajua hawawezi kuthibitisha porojo na usanii wake. Kama CNN ilivyoripoti, kumekuwa na maswali ya muda mrefu kuhusu kama mabomu ya kupenya ngome chini ya ardhi ya Marekani yanayojulikana kama Massive Ordnance Penetrators, yani MOP, yanaweza kuharibu kabisa vituo vya nyuklia vya Iran vilivyojengwa chini ya ardhi kwa ulinzi mkubwa, hususan Fordo na Isfahan, ambavyo ni miongoni mwa vituo vikubwa vya utafiti wa nyuklia nchini humo. Mara ya mwisho Marekani ilishambulia Isfahan kwa makombora ya Tomahawk yaliyofyatuliwa kutoka kwa manowari badala ya mabomu ya kupenya ngome. Hii ni kwa sababu kulikuwa na hofu kwamba mabomu hayo yasingeweza kupenya kwenye ngazi za chini za Isfahan ambazo zina kina kirefu zaidi kuliko Fordo, kwa mujibu wa chanzo kimoja. Maafisa wa Marekani wanaamini kuwa Iran pia ina vituo vya siri vya nyuklia ambavyo havikulengwa na bado vinaendelea kufanya kazi, kwa mujibu wa vyanzo viwili vya kuaminika.